Leo hii kwa mfano mathalan katika hii msimu tuliokuwa nao ni msimu wa al-ihtifal bil maulid nabii sallallahu alaihi wasallam, ni msimu wa kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanasema tunasherehekea mazazi ya bwana mtume na hawa wanasema kwamba hatusherehekei. Lakini swali linakuja kwa wale ambao wanasherehekea na swali linakuja kwa wale ambao hawasherehekei. Nyinyi ambao mnasherehekea, kwa nini mnasherehekea? Watakwambia kama tunasherehekea kwa sababu tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamfuata mtume, tunasherehekea kwa sababu ya kumsalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasherehekea kwa sababu tunamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasherehekea kwa sababu tunamtetea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watataja sababu mbalimbali ambazo zinawapelekea kusherehekea kwa sababu ya hilo ambalo limewapelekea kusherehekea: kumpenda mtume, kumtetea mtume, kumtangaza mtume sallallahu alaihi wasallam, na mambo mbalimbali ambao wameyasema, mambo mbalimbali. Na sisi tunasema kwamba jawabu ni kwamba hivi nyinyi ndio ambao mmeanza kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sisi tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wenyewe ndio ambao wametupokeza Qur'ani ambao ndani yake kuna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, na hadithi mbalimbali za kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walimswalia mtume, na kumswalia mtume ni kila siku na kila wakati. Inapendeza mtu amsalie mtume sallam, na ahyana inakuwa ni wajibu kumsalia bwana mtume sallam. Kwa mfano katika swala, mtu asipomsalia mtume sallam katika swala yake ni batila, kwa sababu kumsalia mtume sallam ni nguzo katika nguzo za nini? Ni nguzo katika nguzo za swala. Lakini pia wakati wa kuomba dua, ukiomba dua bila kumsalia mtume sallam inaweza kukataliwa, isikubaliwe kabisa, Allah asipokee hiyo dua yako. Na sehemu nyingine inakuwa ni mustahabba. Kwa hiyo sisi tunamsalia mtume na wao wanamsalia mtume, na masahaba walimsalia mtume lakini hawakufanya maulidi. Sisi tunamuadhimisha mtume na masahaba walimuadhimisha mtume na walimtetea, na nafsi zao wakaziweka katika maradhi ya kuuawa, na wengine wakauawa kwa lengo la kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakumbuka kwamba ukiangalia maradhi ya vita ya Badr, ukiangalia ile maradhi ya vita ya Badr, Sheikh, vita ya Badr wao wameenda kuzuia msafara, lakini mara baada kidogo tu wanakutana na jeshi al-Jayshul Aramram. Wao ni 309 au 303, wanakuja kukutana na jeshi ambalo linawazidi mara 3 au mara 2. Jeshi lina watu 900 au 1000. Hilo jeshi linakuja kwa lengo la kuwaua, kama lazima sisi tuwaue na watu waone kama sisi ni akina nani. Jambo la kwanza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walichokifikiria kwamba ushindi inawezekana ukawepo, kwa sababu vita ndivyo ilivyo. Ushindi inawezekana ukawepo na ushindi inawezekana usiwepo. Sasa kama ushindi upo, ikiwa ushindi upo, hapo hamna neno. Je, ushindi ukikosekana tukauawa sote? Maana upande wao kila mtu mmoja kwetu sisi, ina maana atakuwa anapigana na watu wangapi? Ushike 1000 au ushike 900 ugawe kwa 300, unapata ngapi? 3. Sio maana yake? Ina maana mtu mmoja apambane na watu wangapi? 3 takriban. Wakafikiria kwamba hapa tusije tukauawa na mtume akauawa, sisi tunaweza tukauawa na Uislamu kaendelea. Wakasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye asiriki kwenye vita. Wakatafuta eneo zuri, wakajenga kama kijukwaa au hema, wakamweka pale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema ya Rasulullah, sisi tukipigana tukiuawa, wewe kimbia rudi Madina uendelee na da'wa. Sisi tunaweza kuondoka Uislamu kaendelea, lakini wewe ukiondoka da'wa bado kuna watu wanahitaji kusoma.
Hilo jambo la kwanza. Wakakaa wakafikiria tena, wakatoa rai. Hao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema naam, lakini Mtume wakati anaondoka, ina maana aondoke peke yake? Lazima apatikane mtu ambaye atakuwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye watabadilishana mawazo na kadha na kadha. Mtume asiondoke akiwa mpweke. Ni nani atakayeondoka na Mtume? Wakakaa wakaona kwamba hapana, Mtume anatakiwa aondoke na mtu ambaye anampenda sana. Wakatazama wakasema hapa rafiki yake na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu na katika zama za Uislamu, kwa vile tulivyoona, ni Abu Bakar. Alikuwa ni rafiki yake kabla ya Uislamu na akawa rafiki yake wakati wa Uislamu, na alipotaka kuhama yeye mwenyewe, watu wengine aliwapa majukumu mengine, lakini Abu Bakar akampa jukumu la kwamba wewe tutasafiri pamoja. Mtume akasafiri na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo akamwambia Abu Bakar akae na Mtume. Kwa hiyo ikionekana sote tunauawa, Abu Bakar na Mtume waondoke. Wakakaa tena wakafikiria, wakasema hivi, kwa mfano tunapigana kwa hii idadi yetu ilivyokuwa ndogo na idadi ya makafiri ilivyokuwa kubwa, ikatokea adui mmoja akapenya akaenda akamuua Mtume sallallahu alaihi wasallam bila sisi kujua, kwa sababu vita itaanza kawaida na baadaye itachanganya. Vita itachanganya, si ndio maana yake hiyo? Na ikichanganya inakuwa ni mshiki katika viwanja vya vita. Wakasema hapana, wapatikane watu walinde pale pale alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tulipobakia tunaendelea na vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye kazi yake pale ni kumwomba Allah alinusuru jeshi la Kiislamu. Akawa anaomba mpaka Allah subhanahu wa ta'ala, masahaba wakapigana na nusura ikaja. Walipigana kunusuru Uislamu na walipigana kumnusuru bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtangaza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiangalia katika muongozo wao na maelekezo yao, hakuna sehemu masahaba wao walishirikia nani mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya vita ya Badr wakaenda Madina. Baada ya kufika Madina, palikuwa Madina bado ule usalama haujawa sawa. Na mjue vita ya Aus na Khazraj ilikuwa haina muda mrefu, imekwisha. Hawana muda mrefu. Ile vita yao ilikuisha baada ya kuingia katika Uislamu. Khazraj wakaingia katika Uislamu na Aus wakaingia katika Uislamu. Ile vita ikawa imeisha nguvu na ikawa inakwisha kwa kule kuingia kwao katika Uislamu. Lakini bado ile amani kamili ndani ya mji wa Madina haijakamilika. Masahaba kaogopa, kaona hivi ikitokea siku moja wala Mtume sallallahu alaihi wasallam akavamiwa pale nyumbani kwake, masahaba wakaona hapana, waweke zamu, wawe wanalala kwenye nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakawa masahaba akina Saad ibn Abi Waqqas, akina masahaba mbalimbali, zamu kwa zamu, wakawa wanalala kwenye nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ujue ukienda Madina, kwa wale ambao washafika Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kule kipindi cha joto ni joto kali. Ule mvuko unausikia mchana, mvuko unausikia usiku. Lile joto lile, yani kwa maana sikwambii kama ni joto, ni umvuke. Mvuka ambao unatema joto. Usiku na mchana ni mvuke. Na ikiwa ni kipindi cha baridi ni baridi. Wanasema baridi baridi ya Madina ni kama msumari katika nini? Katika ubao. Yani ule ubao ukiugonga kwenye msumari lazima utafanyaje? Lazima utapenya, si ndio maana yake? Na ile baridi ya Madina, jifuniko utakavyojifunika lazima ifanyaje? Lazima ipenye. Yani ukiingia katika mji wa Madina, haya mambo mawili haya lazima utayafikiria kwamba ikija joto ni joto na ikija baridi ni baridi kweli. Lakini maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walistahamili kukaa katika joto na katika baridi kali, wakiwa wanalala wanamlinda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kwa maana wanakesha, wanashika mapanga yao. Waliendelea kufanya hivyo mpaka ikateremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayuhan nabiy, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale ambayo yameteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako.
fa in lam taf'al, kama hujafanya hivyo, fama ballaghta risalata, utakuwa hujafikisha ujumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda kutokana na shari za watu na majini. Baada ya kuambiwa hivyo, baada ya hii aya kuteremka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatangazia masahaba wale ambao walikuwa wanalinda, akasema kuanzia sasa msilinde tena. Fa inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, qad asamani min sharri al-insi wal jinn, Allah amenikinga kutokana na shari ya wanadamu na nini na majini, kwa hiyo kuanzia sasa msilinde. Masahaba wakawa hawalindi tena kwa sababu Allah amedhamini kwamba yeye atamlinda bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukaja kwenye vita ya nini, ya Uhud. Vita ya Uhud wamedhamiria maadui kuja kuutokomeza Uislamu, kumaliza Uislamu moja kwa moja na kumuua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mapambano yakatokea makubwa mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajeruhiwa uso wake, akapasuliwa uso na akangolewa jino, meno yake yakatolewa alayhi salatu wasallam. Lakini je, ilikuwa ni vyepesi mpaka ule mshahara unamfikia Mtume? Ilikuwa ni vyepesi mpaka meno yake yanatolewa alayhi salatu wasallam? Pale kuna nafsi nyingi zilikufa. Masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kama amewekwa sehemu hapa. Baadhi ya wale washirikina kujua eneo aliloko Mtume, walipolijua wakawa mishale na mikuki inarushwa pale. Masahaba wakawahi haraka sana, walikuwa wanaweka migongo hivi, yani unashika mgongo wako unauinamisha kama hii meki. Mtume yuko chini, masahaba wameinamisha migongo, ile mikuki ikija inatua katika migongo ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wanakufa. Wakifa wale wakidondoka, wanakuja wengine, wakija wale wakidondoka hivyo hivyo. Naona mpaka pale walipotokea nusura ya Allah ikaja, na wengine wakawa wamepata namna ya kuwarushia wale mishale kuweza kuwadhibiti wale. Hao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani si jambo rahisi, si jambo rahisi shekhi, kwa maana nafsi nyingi, watu wengi walikufa, wengi ala sabili difai ani nabii sallallahu alaihi wasallam. Katika ile hali wale washirikina walidhania kama tayari Mtume washamuua, kutokana na ule wingi wa mikuki na mishale iliyokuwa inarushwa, hali ya kuwa masahaba inagonga kwenye migongo yao. Walidhania tayari washakufa. Ikaendelea, vita kaendelea mpaka baadaye wale wakashika mizigo yao wakaondoka. Walipoondoka, wakati washafika mbele, wakakumbuka kwamba wao, yani wakapata yakini kwamba wao hawajamuua Mtume. Bwana tumemuua? Hapana, mjamuua pale. Kama mmemuua, mmemuona wapi ameuawa? Hajauawa. Sasa itakuwaje kama tujamuua Mtume? Je, Abubakar amekufa? Wakasema na Abubakar hakufa. Umar na Umar hakufa. Uthman na Uthman pia hakufa. Ali ibn Abi Talib na hajafa. Hamna yoyote katika viongozi wakuu wa Kiislamu ambaye ameuawa, na hakuna mateka hata mmoja ambaye amekamatwa. Ikabidi kwamba sasa wakakubaliana kwamba warudi, bora warudi. Mtume alikaa pale Uhud kwa muda wa siku 3, kisha baadaye akaenda Madina, akarudi kwenye mji wake. Baada ya kufika kwenye mji wake, Mtume alayhi salatu wasalam akajiwa na Jibril. Akaambiwa, Jibril akamwambia Mtume kwamba sisi malaika bado silaha zetu hatujaziweka chini. Kwa nini nyinyi silaha zenu mmeziweka chini? Mtume akawaamrisha watu wote ambao wameshiriki katika vita, wote na majeraha yao, waelekee sehemu inaitwa Hamra al-Asad. Hamra al-Asad, watu wote wakaelekea Hamra al-Asad. Walipofika Hamra al-Asad, wakaweka muaskari, wakaweka jeshi lao pale. Walipoliweka pale jeshi, baadaye ndio alipopita msafara ulikuwa unaenda Sham,
umeambiwa na wale maadui kama nendeni mkamwogopeshe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa sababu wale washirikina wakati wanarudi tena ili vita ianze tena, walipata taarifa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameongeza nguvu, sasa anakuja. Wakaogopa, na wao walipoona msafara unakuja wakautuma kama mkiwaona waambie kama Makuraishi wanakuja kuwamaliza, unarudi tena. Maswahaba walipoambiwa jambo hilo na majeraha yao ya mwanzo bado wako nayo, walisemaje maswahaba? Walisema tukimbie? Hawakusema kama tunakimbia, walisema qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, anatosha Allah na yeye Allah ndo mwingi wa kutegemea. Imani zao ikazidi, imani kaongezeka ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakarudi Madina hali ya kuwa hakuna ubaya na hakuna shari yoyote ambayo iliyowapata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa masahaba walimtetea sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukitazama kwenye mwongozo wao hawakusherekea. Walimwadhimisha Mtume, hawakusherekea. Lakini pia watu wanaosherekea maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wamestadili na zile hadithi ya Ashura, kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga kwa sababu ya Musa alayhi salatu wasallam. Alikuta Mayahudi wanafunga kwa sababu ni siku ambayo Allah alimuokoa Musa. Kwa hiyo ikiwa watu walifunga sababu ya kuokolewa Musa, kwa nini tusifunge kwa sababu ya kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakataja aya kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wakaitaja hiyo aya kwamba hii aya inatuambia kwamba tufurahi, pamoja na kwamba kufurahi na kusherehekea ni vitu viwili tofauti. Kufurahi ni kitu na kusherehekea ni kitu kingine. Kwa hiyo masahaba walifurahia. Yaani tukisema kwamba hii aya inamkusudia Bwana Mtume kwamba rahma ni Mtume, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwamba mradi wa rahma ni Mtume, lakini bado hii aya inazungumzia kufurahi, haizungumzii kusherehekea. Furaha inapatikana kwenye kusherehekea na inapatikana bila kusherehekea. Kila mmoja anafurahi katika hilo, lakini pamoja na hilo tumekuta kama maswahaba hawakuwahi kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba Bwana Mtume walio kufanya sherehe, yani mtu akiwa nao alikuwa anafanya sherehe na wanapamba. Tumeona vizuri mashekhi walikuwa wanapamba na wanafanya sherehe ya harusi maswahaba wa Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, na walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya aqiqa. Kwa hiyo sherehe mbalimbali za Eid walikuwa wanafanya. Wale mahabasha wakicheza msikitini ile michezo ya vita walikuwa wanafanya hivyo, lakini tunakuta hawakuwahi kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume, ambayo mazazi ya Bwana Mtume kuyasherehekea ingekuwa ni bora kufanya hivyo. Kwa hiyo sababu ya kusherehekea mazazi ya Mtume ilikuwepo, lakini hiyo sababu haikuwapelekea wao kusherehekea. Na kama alivyosema al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala kuhusiana na masala ya maqasid sharia kwenye kitabu chake al-Muwafaqat, na vile vile al-I'tisam, kwamba ikiwa jambo sababu yake ilikuwepo zama za Bwana Mtume, jambo ambalo linapelekea kufanya ilikuwepo sababu yake zama za Mtume, na Mtume na masahaba wakawa hawakufanya, pamoja na kwamba sababu iliyopelekea kufanya ilikuwepo, jambo hilo kulifanya sio maksudio ya sheria. Nirudie tena mashekhi wangu kwamba sababu ya kufanya jambo hilo zama za Mtume ilikuwepo, sababu ambayo ingempelekea Mtume na masahaba kufanya ilikuwepo. Lakini je, Mtume na masahaba walifanya jambo hilo pamoja na kuwepo sababu iliyowapelekea kufanya? La. Je, kuna kizuizi kilichowazuia? La. Kwa hiyo wao ukifanya kwa sababu hiyo ambayo wao haikuwasababisha kufanya, hii itakuwa umefanya jambo la uzushi, kwa sababu sio maksudio ya sheria kufanya jambo hilo. Kwa hiyo kusema mimi nafanya kwa sababu ya kumpenda Mtume, je,
zama za mtume masahaba walimpenda mtume? Jawabu naam. Je, walishirikia? Hapana. Kwa hiyo sababu haifai kuitumia kusherekea. Na mtangaza mtume, je, masahaba, hiyo sababu zama za masahaba ilikuwepo kumtangaza mtume? Naam. Na masahaba walimtangaza mtume kwa kutumia mali zao na damu zao. Je, walisherekea mazazi ya bwana mtume? La. Kwa hiyo haifai, na hakuwa na kizuizi cha kuzuia. Kuna watu wakasema wana kizuizi kilikuwepo. Kizuizi gani? Walikuwa wanashughulika na jihadi. Yani washindwa kusherekea mazazi ya bwana mtume, wafanye sherehe ya hakika. Hakika wamefanya, lakini mazazi ya bwana mtume wasifanye. Sherehe za harusi wamefanya, mtu anaoa, wanaadika watu wanakuja. Mtume pia akawa amemwambia kwamba aulimu wala ubimadha wala ubisha wala hata kitu kidogo. Yani sha maana yake ni kitu kidogo, yani ufanye walimu wala kitu kidogo. Si lazima uchinje ng'ombe, uchinje hata kitu kidogo ulichokuwa nacho. Bado wale wenye uwezo walikuwa wanawaita watu wanafanya walima, washinde kufanya mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni bora kuliko walima. Lakini hawakuleo kutofanya kwao ni dalili ya kwamba sio maksudio ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kusherehekea mazazi ya bwana mtume. Hii ni katika makasidu sharia, si katika makasidu sharia kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa zile sababu ambazo ndugu zetu wanazitaja wanaosherehekea, zile sababu zilikuwepo na masahaba hawakusherehekea, na hakuwa na kizuizi cha kuwazuia. Kwa hiyo kuzitumia sababu hizo ni kosa, kwa sababu hizo sababu zilikuwepo zama za bwana mtume na zama za masahaba, lakini wao hawakufanya hivyo. Kwa kuzitumia sasa ni kosa. Jayyid. Wakasema kwamba kila alichokiacha mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kila ambacho hajakifanya mtume hakina hukumu hicho. Mtume kama aliacha kufanya kitu haimaanishi kama sisi tukifanye. Sisi tunaweza tukaamua tukakifanya au na sisi tukakiacha. Yani matarakahu nabii sallallahu alaihi wasallam, wao wanasema la hukma la, yale ambayo mtume hakuyafanya hayana hukumu. Sisi tunasema hapana, hiyo kanuni imeikosea. Hiyo kanuni ina shiki mbili, sawa, ina pande mbili. Upande wa kwanza inazungumzia masuala ya ibada, na upande wa pili inazungumzia masuala ya kiada. Yale aliyoyaacha mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada haifai kuyafanya, kwa sababu katika ibada Allah amesema shar'a lakum min ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea sheria ya dini. Kwa hiyo maulama wa aqida wa itikadi wakisema al-aslu fil ibadati at-tahrim, asili ya ibada ni haramu kufanya. Ibada yoyote usifanye hata yati ad-dalilu ala dhalik, mpaka ije dalili kuruhusu kwamba hii ni ibada afu ifanye katika namna hii na hii na hii. Kwa hiyo hii kanuni iliyosema kwamba yale ambayo mtume aliyaacha, yani hakuyafanya, je, sisi tuyafanye? Kama ni katika ibada hatuyafanye. Tumeelewana vizuri mashekhi? Kwa nini? Kwa sababu katika ibada lazima tuchukue katika Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii kwa mfano akaingia mtu msikitini, alipofika msikitini, alipoingia msikitini humu akajigaragaza, akagaragara msikitini, au akaruka sama soti mathala, au akarusha ngumi, au akarusha teke. Kisha baadaye akaja akakaa hapa, tukamuuliza umefanya nini hapa? Akasema hii ni tahiyatul masjid. Mnasemaje hapo mashekhi? Mnasemaje? Mada takulun? Ni ibada hiyo? Tukamwambia hii sio ibada. Akasema kwani? Tukamwambia mtume hakufanya hivi. Mtume alipokuwa akiingia msikitini anasali raka ngapi? 2, tahiyatan lil masjid. Akasema na nyinyi mmezidi bwana, nyinyi ni muwahabi, kila kitu bid'a. Sasa huku kugaragara sio ibada. Yani inatakiwa jambo la kwanza ije kwamba si hii ni ibada, yani ije tuambie kama kuna ibada inaitwa tahiyatul masjid. Jambo la pili tuifanyeje, yani tufundishwe kaifia na namna na ile sifa ya namna kuifanya hiyo ibada. Sasa huyu ndugu yetu aliyeingia msikitini
akagaragara au akarusha ngumi au akarusha mateke au akaruka samasoti, tunakubaliana kwamba mtu akiingia, tunakubaliana naye kwamba mtu akiingia msikitini asali tahiyatu madha almasjid. Lakini tumetofautiana vipi naye pale ambapo alipofanyaje? Pale alipofanya hayo aliyofanya ya samasoti na kadha na kadha, tukasema hiyo sio tahiyatul masjid. Sasa na mtu akija akasema kwamba ni ibada kushirikia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasema kwamba hiyo ibada mbona tuione kwenye Qur'ani wala kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na mbona hizo dalili ambazo unazozileta, hizi dalili masahaba wamezielezea, wametufundisha? Na ndio Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala akaleta maneno mazuri, akasema kwamba in idha ahbabta ya Abdullah, ukitaka ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala al-insafa, ukitaka insaf na uadilifu, basi kwenye kutafsiri Qur'ani na kusherehesha hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tazama masahaba na tazama tabi'ina na tazama ulama utafsiri, wanasema nini katika aya hiyo, wanasema nini katika hiyo hadithi. Ikiwa mwenendo wako ni huo, imma an tantiqa biilmin wa imma an taskuta bihilmin, ukiwa mwenendo wako ni huo, basi imma ukizungumza utazungumza kwa ilmu, na imma utanyamaza kwa akili. Kwa hiyo hilo jambo halipo. Kwa jambo aliloliacha Mtume katika ibada haifai kulifanya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim, na wengine wakasema al-aslu fil ibadati at-tawaqquf hatta yati ad-dalilu ala dhalik. Asili ya ibada ni kustop, hamna kufanya mpaka ije dalili kwambie fanya. Hii ni ibada, ifanye katika muundo kadha na kadha. Hiyo ni upande wa kwanza. Ama yale aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya ada, hayafungamani na mambo ya dini, haya mambo tutayafanya maadamu hayapingani na Uislamu. Basi maadamu hayapingani na Uislamu, haya mambo ya ada, basi tutayafanya yakiwa hayapingani na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hayo yakatengenezewa kanuni kwenye kawaidul fiqhiyya, wakatengeneza kitu kinaitwa al-'adatu muhakkama, ni katika zile al-qawaidul kulliyah al-khamsa, ni katika zile kanuni kubwa 5, miongoni mwake ni al-'adatu muhakkama. Kwa jambo kama hadijasemwa kwenye Qur'an au kwenye sunna, basi tunarudi katika nini? Katika ada ambayo haipo kinyume na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ada ikiwa iko kinyume na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume, haifai kuifanya. Na kuna maelezo inaweza kaja kwenye Qur'ani kwamba fanyeni kadha, fanyeni hivi, alafu isielezee kaifia. Kwa hiyo kija kwenye Qur'ani au kwenye sunna kwamba fanyeni kadha, imma Qur'ani ielezee namna ya kufanya, au sunna ielezee namna ya kufanya, au masahaba wa Mtume watuelezee namna ya kufanya. Kama tumekosa kwenye upande wa sheria namna ya kufanya, basi tunarudi katika ada, al-'adatu muhakkama. Kwa mfano kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini na wanawake kwa wema, ishini na wanawake kwa wema. Sasa tunaishi nao kivipi? Kuna baadhi ya mambo yakabainishwa kwamba tunaishi nao kadha na kadha na kadha, na kuna baadhi ya mambo ambayo hayajawekwa wazi, tunarudi katika ada. Kwa yale mambo ambayo kila watu wanayafanya kwa ada zao, hayako kinyume na Uislamu, mwanamume atamfanyia mwanamke na mwanamke atamfanyia nani? Mwanamume. Na ndio maana huwa tunawaambia hata dada zetu ambao wanaambiwa na baadhi ya mashehe kwamba umeolewa unabidi ufanye kazi moja, kwamba ufanye kazi yako ni moja, kazi ya kitandani. Kazi yako ni kutandika kitandani na kusafisha chumba kiwe safi. Basi mume wako ajifulie nguo mwenyewe, ajipikie mwenyewe, na ikiwezekana hata wewe mwenyewe akupe chakula tayari kishapikwa, ule uishi kwa raha zako.
Tumeona vizuri hapa. Wanawake hii kauli wanaipenda sana. Na nadhani baadhi yetu wake zenu washawaambia kwamba mimi kwanza ni kazi moja tu. Kazi yangu mimi ni kutandika chumbani, tunakusafisha chumbani tu basi. Sehemu vitu vingine ni vya kwako. Sio hivyo. Ilivyo ni kwamba kila maeneo mwanamke na mwanamume wanahudumiana. Tumeona vizuri kutokana na zile ada za pale. Hii aliposema wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, ile maana yake ni al-'urf. Kwa Kiswahili au Kiswahili sio kipana, huwa tunasema kwamba tuishi nao kwa wema basi, lakini mradi wake ni nini? Ni al-'urf. Tuishi nao kama vile ninavyotaka ada, maadamu Uislamu haujaharibiwa. Hiyo ndiyo maana yake hiyo. Kwa hiyo kama tunaishi katika eneo ambalo mwanamke anaenda bombani kuchota maji, pia na mke wangu ataenda kuchota maji. Kama tunaishi katika eneo ambalo mwanamke anafua nguo, pia mke wangu atafua nguo. Kama tunaishi katika eneo ambalo mwanamke anafua anaosha vyombo na kusafisha, anapika, pia na mimi mke wangu pia atapika. Kama tunaishi katika eneo ambalo mwanamke anaenda kukata kuni, analima shamba, yani ukishamuona mpiga na shamba hili hapa, hapo unaenda kufanya dhikri huko, unaendelea na mambo mengine. Yeye atalima na kadha na kadha, kitakachopatikana hivyo, hamna kuulizana chakula kwa sababu shamba tayari lipo. Kuna magimbi humo, kuna ndizi, kuna nini, kuna mihogo, kuna vitu mbalimbali. Kwa hiyo ndio hivyo na yeye mwenyewe ndio ataishi katika maisha kama hayo. Wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Zile kazi ambazo wanawake wanazifanya pale, na yeye mke wangu pia atazifanya hizo kazi. Lakini ikiwa tupo katika eneo ambalo mwanamke yeye hachoti maji, na mimi mke wangu pia hatochota, kwa sababu hadi ya pale mwanamke hachoti maji. Tupo katika eneo ambalo kuni na mkaa anaenda kununua mwanamume, sio kama maeneo mengine ambapo mwanamke inabidi atembee huko polini akakate kuni, na mimi mwenyewe nitafanya hivyo hivyo kumfanyia mke wangu. Sawa mashaka wangu? Nipo katika eneo ambalo mwanamke akiumwa inabidi mpeleke hospitali, na mimi mwenyewe mwanamke nitampeleka wapi? Hospitali. Hivyo ndio hivyo. Al-ma'ruf 'urfan kal-mashruti shartan. Yale ambao yanajulikana kwa ada yanakuwa ni kama vile ni sharti. Haina haja mwanamke kuja kusema mimi kunaambia kama nitapika. Ada zetu wa Tanzania tumezuia kama mwanamke anapika. Kwa hiyo haina haja kutaja. Labda tu wewe ndio ungesema kama mimi mwanamume unanioa lakini sitopika, ambalo ni ashartu fi nikah. Kama mimi unanioa lakini baba na mama tutaishi nao nyumbani, kwa sababu kawaida hatuishi na baba nyumbani, si ndio maana yake hiyo? Kwa mambo kama hayo, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa qawlihi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kwa tunaishi katika namna kama hiyo, tunaishi katika namna kama hiyo. Sasa ikiwa wanawake wamechagua sasa hii ya pili, namalizia jumla, ikiwa wanawake watachagua hii ya pili ya kwamba mimi nafanya kazi moja, tunaambia sawa, haina shida. Wale wanachuoni wanaosema kwamba mwanamke anafanya kazi moja, wanasemaje wao wanachuoni? Kwa mwanamke akiumwa usimpe matumizi. Kwa hiyo mke wako akiumwa, hapo unapita kwenye kibanda cha chipsi, unaipiga, afu ukimaliza au sehemu anauza sekera au wapi, unaipiga, unashiba, unapiga maji yako, ukifika pale unachukua blanketi, unajifunika, unalala. Mume wangu chakula, anamwambia mke wangu naumwa. Wewe unafanya kazi moja. Wanachuoni ambao wamesema kwamba kazi yako ni moja, wamesema pia ukiumwa haupati chochote. Kwa hiyo unajifunika, unalala mpaka asubuhi. Asubuhi mbona hujaacha matumizi? Unamwambia mpaka upone. Wakasema kwa nini? Wakataja illa 2 au 3.
Sababu ya kwanza wakasema kwa sababu huyu mwanamke hutomtibia, kwa sababu tiba sio katika mambo muhimu katika ndoa, katika maisha. Al-ilaju laysa min asasiyati al-haya, si katika mambo muhimu katika maisha. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kwamba alipoumwa mwanamke, kwa sababu kile chakula unachompa na ile matumizi unayompa kila siku, wakasema li anna an-nafaqa, kwa sababu yale matumizi unayompa kila siku muqabilu madha al-istimta', hii ni badali ya nini? Ya kule kustarehe. Kwa hiyo alipoumwa haupati chochote. Sio maana yake hiyo, kwa maana maisha ya ndoa ni nipe nikupe. Kwa hiyo unampa matumizi na yeye anakupa, anatandika chumba na kuisafisha. Kwa hiyo alipoumwa chumba kinakaa kichafu na kitanda kijatandikwa. Wakasema hivyo na wakataja sababu mbalimbali. Sasa lilivyo, wanawake ni wajibu wafuate hii kauli ambayo tumeitaja, kwamba mwanamke ni wajibu amhudumie nani? Mume wake. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alipoenda kwa Mtume yeye na Fatima kushtakia kwa Mtume, Fatima akasema kazi ni nyingi za ndani, nipate hata mfanyakazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha adhkari Fatima na akamwambia wewe fanya kazi za ndani, na akamwambia Ali ibn Abi Talib akasema wewe utafanya kazi za nje, wewe katafute riziki, na wewe kishapatikana ipike na mambo mengine yaendelee kama kawaida. Kwa hiyo ikawa ni wajibu mwanamke na mwanamume waishi kwa wema, kutokana na ada za kila nini, za kila sehemu ambazo ni ada zisizoenda kinyume na Qur'ani na Sunna. Naam. Kwa hiyo wakawa wameelezea masala mbalimbali kuhusiana na masala ya kufaa kushirikia maulidi, lakini sisi tukasema kwamba limadha la nahtafil, na sisi tuulizane sababu kwa nini sisi hatushirikei. Hatushirikei kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria, shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan. Allah amekuwekea ewe Muhammad sheria kwa yale ambayo amemusia Nuh, walladhi auhaina ilayka, na yale ambayo tumekufunulia wahi wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka mwisho wa aya. Tukiangalia katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kitabu na sunna, hatukuti neno kusherekea, hatukuti. Walipokuja watu wakazua ibada mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakemea, akasema kwamba Allahu athna lakum, hivi Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni ruhusa ya kuweka hizi ibada? Amu ala Allahi taftarun, amko Allah subhanahu wa ta'ala mnazua uongo? Allah aliwakemea watu hao kwa kuleta ibada ambazo hazijawekewa sheria. Lakini jambo kubwa katika hayo ambayo inawezekana mkawa na ta'wil, tukiangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akina Hudhaifa ibn al-Yaman, akina Abdullah ibn Mas'ud, wametuambia kwamba kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha, kila ibada ambayo hawajaifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam msifanye. Ibada yoyote ambayo masahaba wa Mtume hawajaifanya msifanye. Na sisi tukiangalia katika ibada za masahaba tunakuta kama wao hawakufanya nini? Hawakushirikia maulidi. Mtume walimsifu kwa sifa mbalimbali, lakini wao hawakuwahi kushirikia mazazi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama inapofika Rabiul Awwal au siku fulani wakakusanyika wakasema kwamba wao wanaweka mazazi ya kushirikia kama ni mazazi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kushirikia siku aliyozaliwa bwana Mtume alayhi wasallam. Hilo ni jambo ambalo hawakulifanya, na wana abuyati nyingi ambazo walikuwa wakiziimba wao kumsifia Mtume, kama nani Hassan bin Thabit ana mashairi mazuri ya kumsifia Mtume. Nabiyun atana ba'da ya'sin wa fitrati min ar-rusul wal awthani fil ardi tu'badu wa amsa siraja mustanira wa hadiya yaluhu kama laha saqilul muhan. Wana maneno mazuri, lakini haikuwahi kutokea hata siku moja wakawa wamekusanyika kwa lengo la kushirikia mazazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Haikuwahi kutokea kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anasema ittabi'u atharana wala tabtadi'u, fateni athari zetu sisi masahaba na wala msizushe. Fateni athari zetu na wala msilete uzushi. Hayo ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud
radhiyallahu ta'ala anhu, kuonyesha kwamba wao hizo ibada hawakuzifanya. Lakini pia ile mithili, kuwa katika mithili ya yale alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitazama zile ibada, ile amalu sahaba, haukuti katika yale matendo yao ndani yake kuna nini? Kuna kushirikia mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea mapoti yatakayotokea, yatakayozuka katika Uislamu, akataja kwamba yatatokea mapoti 73. Sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar, yote yataingia motoni, akasema illa wahida. Masahaba wakamuuliza, ni kundi gani hilo ya Rasulullah ambalo litaokoka na moto? Akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, lile kundi ambalo litakuwa katika mithili ya yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Lakini hatukuji kwamba yoyote katika masahaba kwamba aliwahi hata siku moja kusherekea mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa zama za Mtume akiwa hai haikushirikiwa maulidi. Zama za masahaba hakuna aliyesherekea maulidi. Zama za tabi'ina wanafunzi wa masahaba hakuna aliyesherekea maulidi. Zama za atba'u tabi'in hakuna aliyesherekea maulidi. Imam Shafi'i hakusherekea maulidi. Imam Ahmad hakusherekea maulidi. Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit hakusherekea maulidi. Imam Malik hakusherekea nini? Maulidi. Mpaka ikaenda ikafika kwenye karne ya 4 kuja karne ya 5, akawa wametukia mashia wakiwa walipokuwa ni watawala katika nchi ya Misri, wakawa wameweka jambo la kusherekea maulidi. Wakawa wanasherekea mazazi ya bwana Mtume, wanasherekea mazazi ya mtawala aliyoko madarakani, wanasherekea mazazi ya Al-Hasan, mazazi ya Al-Hussein, mazazi ya Ali ibn Abi Talib, mazazi ya Fatima al-Kubra, mazazi ya Mtume na au ahlul bait ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kwa wanasherekea hivyo, ikaenda mpaka ikafa. Ikaja huko kwenye karne ya 6 ya 7, kwenye karne ya 7 ikaibuka tena katika ikaibukia maeneo ya Iraq, nadhani ilibukia katika mji wa Al-Musil, kitu kama hicho, ikaibuka tena. Hapo ndipo ambapo maulama wakaanza kuandika vitabu na kuelezea kwamba kusherekea maulidi ni bid'a. Akina al-Imam al-Fakihani wakaandika vitabu kuhusiana kwamba bid'a kusherekea maulidi ni bid'a. Akina Imam Shaukani mwenye Nail al-Awtar akaandika maulidi, kusherekea maulidi ni bid'a. Na hapo ndio utawashangaa baadhi ya mashehe watasema kwamba hao wanaosema kwamba maulidi ni uzushi, kusherekea maulidi ni uzushi, kwamba wama ila dhalika, hawa watu ni wajinga. Sasa cha kuwauliza kwamba je, hao maulama wakubwa kama Imam al-Fakihani, al-Imam Shaukani ni wajinga? Imam Shaukani mwenye Nail al-Awtar ni mjinga? Wapo maulama wengi wakubwa wa zamani ambao pia sio mawahabi, ambao wamebainisha kwamba kusherekea mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni nini? Kwamba ni bid'a. Hilo lazima litambulike hivyo. Kwa hivyo haya masala tumeyazungumza, lakini yametokana na hadithi wakati tunazungumzia masala ya ghurbatul Islam. Kama maana ya ghurbatul Islam ni qillatul amilina bihi, ni ule uchache wale ambao wanaufanyia kazi Uislamu.